Habari mwana Azam FC na hujambo? Karibu tena katika kipindi chetu pendwa Azam FC TV, kipindi kinachokuletea burudani kamili ya mchezo wa soka. Hapa utapata taarifa zote muhimu, matukio ya ndani pamoja na nje ya uwanja, bila kusahau mahojiano pamoja na mengine mengi yanayohusu timu yako pendwa ya Azam FC. Hivyo mwana Azam FC, usiondoke kando ya runinga yako. Endelea kutazama channel nambari 1 ya michezo Tanzania, Azam Sports 1 HD ya Azam TV. Azam. Leo tunakuletea kipindi maalumu kitakachoangazia mchezo wetu wa dabi dhidi ya Simba Sports Club. Kuyapata haya na mengine mengi, usiondoke kando ya runinga yako. Dabi kati ya Azam FC na Simba Sports Club ni moja ya michezo yenye ushindani mkubwa katika soka la Tanzania, hasa ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Historia yake inaanza zaidi baada ya Azam FC kupanda daraja na kuwa timu ya ushindani mkubwa mwanzoni wa miaka 2010. Azam ilipoimarika kifedha na kiushindani, ilianza kutoa upinzani mkali dhidi ya Simba na kuvunja utawala wa timu kongwe. Mchezo huu wa dabi ulipata uzito zaidi pale Azam ilipotoa ubingwa wake wa kwanza wa ligi msimu wa mwaka 2013-14, ikishindana vikali na Simba pamoja na watani wao wa jadi. Tangu hapo, kila wanapokutana kunakuwa na ushindani mkubwa, si tu kwenye pointi, bali kwa heshima na nafasi ya ubora katika soka la Tanzania. Azam FC inaendelea kuonesha kuwa mpira wa miguu si burudani tu, bali pia ni jukwaa la kuleta mabadiliko chanya katika jamii. Katika kuelekea mchezo wetu mkubwa, klabu ilizindua rasmi mpango maalumu wa kuchangia damu kwa lengo la kusaidia ndugu zetu wenye uhitaji wa huduma za tiba nchini. Kupitia hamasa kubwa iliyotokana na mchezo huu, mashabiki wa Azam FC pamoja na wapenda soka kwa ujumla walijitokeza kwa wingi kushiriki katika zoezi hilo la kibinadamu. Hali ya mwitikio ilikuwa ya kuvutia sana, ikionyesha mshikamano na moyo wa kujitolea uliopo ndani ya jamii ya wanamichezo. Kwa mafanikio makubwa, zoezi hili liliweza kukusanya zaidi ya lita 100 za damu, kiasi ambacho kinaleta matumaini mapya kwa wagonjwa wengi wanaohitaji huduma hiyo muhimu. Azam FC inaamini kuwa kila tone la damu linaweza kuokoa maisha, na kupitia juhudi hizi, klabu inaendelea kusimama bega kwa bega na jamii katika kuleta mabadiliko ya kweli. Zoezi limekwenda vizuri na tumefikia target. Okay. Kikubwa ambacho naweza kukisema, na ushukuru uongozi wa Azam Football Club kwa kuandaa hichi kitu kwa kushirikiana na taasisi ya tiba mifupa MOI. Hii inaonyesha kwamba wamepeleka hii mechi kwa jamii na hasa hospitali kwa ajili ya wagonjwa kuweza kupata tiba damu. Lengo ni kuisaidia jamii kupata tiba damu, na Azam Football Club inafanya shughuli za kijamii. Kwa hiyo tukaona kwamba MOI, taasisi ya tiba mifupa Muhimbili, kupitia uongozi wake tukaona kwamba iandikwe barua tuweze kushirikiana na Azam Football Club kuipeleka hii mechi katika jamii na hasa wagonjwa waweze kupata tiba damu. Binafsi na kwa niaba ya timu ya Damsalama MOI, na upongeza sana uongozi wa Azam Football Club. Unaitwa daktari nani? Naitwa Nuru Wahidi. Okay. Nimetoka katika taasisi ya tiba ya mifupa MOI. Tumekuja kwa ajili ya zoezi la uchangishaji damu hapa, na tunashukuru target yetu imekamilika. So far mpaka sasa hivi mmefikia katika wakati gani? Tumefika vizuri, maana target ilikuwa ni uniti 100 ambayo tulikuwa ni makubaliano ya Azam na taasisi, lakini tumereach target. Okay. Maana tumepata uniti 100 na zaidi. Yaani hatukutegemea kabisa, tumepata mwamko mkubwa sana. Kwa kweli wameitika, tunawapongeza sana uongozi mzima wa Azam kwa ajili ya kuliandaa ili zoezi, wamefanya makubwa. Na tunawashukuru pia wachangiaji, wamejitokeza kwa kweli kwa wingi. Lakini yote ni kwa sababu ya Azam walivyoliandaa zoezi. Kwa sababu sisi tulikuwa tumekaa hapa barabarani, watu wakipita, jamani hapa kuna nini? Lakini kuna vinywaji, kuna t-shirt, kuna tiketi. Hata mimi ningekuja. Daktari bingwa upasuaji wa mifupa kutoka taasisi ya mifupa ya MOI, Dr. Mohamed Shirunde, ameipongeza Azam FC kufuatia mafanikio makubwa ya zoezi la uchangiaji damu. Dr. Shirunde ameeleza kufurahishwa kwake na mwitikio mkubwa wa mashabiki pamoja na wadau wa soka, akisisitiza kuwa hatua hiyo ni muhimu sana katika kusaidia kuokoa maisha ya watu wengi wenye uhitaji wa damu salama. Aidha, amewapongeza kwa dhati watu wote walioshiriki katika zoezi hilo lililofanyika kuanzia asubuhi hadi mchana kabla ya mchezo wetu wa siku dhidi ya Simba Sports Club.
Amesema ushiriki huo unaonesha wazi mshikamano wa jamii na moyo wa kujitolea, huku akihimiza jitihada kama hizi ziendelee kufanyika mara kwa mara kwa manufaa ya taifa. Nitumie fursa hii kwa niaba ya Azam Football Club niwapongeze mashabiki wa Azam FC, wamejitokeza kwa wingi, tuliwahamasisha, wamehamasika, wamekuja wamechangia damu. Madaktari wenyewe wametoa ushuhuda kwamba kwa kilichotokea leo Chamazi Complex hakijawahi kutokea, lakini vile vile wamejitokeza mashabiki wa timu zingine wamechangia damu. Kwa hiyo sisi kama Azam FC, lakini Baresa Group kwa ujumla, ile kurejesha kwa jamii huwa ni kama utamaduni kabisa. Kwa hiyo leo tumefanya ile kurejesha kwa jamii. Kwa hiyo mashabiki wa Azam FC wametusababisha tunatembea kifua mbele sisi kama Azam FC, lakini pia nimeona viongozi, wafanyakazi wa Azam FC wamechangia damu. Kwa hiyo ni jambo zuri duniani pia ahera. Mwana Azam FC, timu yetu ya Azam FC TV ilipata wasaa mzuri wa kuzungumza na mashabiki wetu ili kufahamu ni aina gani ya burudani wamekuwa wakitazamia kwa muda mrefu. Kumekuwa na shamra na tambo za hapa na pale, lakini hatimaye siku ya mchezo imewadia. Zaidi ya yote, mashabiki wetu waliobuni mionekano ya kipekee yenye mitindo tofauti kwa lengo la kunogesha siku hii adhimu. Ubunifu wao umeleta mandhari ya kufurahisha na kuongeza hamasa kubwa kuelekea mchezo huu muhimu. Cha kwanza kabisa ni watoe hofu. Wapenzi wa mpira wataona burudani nzuri kwa sababu kikosi tunacho na timu yetu imejipanga freshi, na wale wapenzi wa Azam FC, pointi 3 ni muhimu. Kutokana tulipoondoka Singida, Master Farai Ibenge alishetuambia kabisa pointi 6 hizi za sasa hivi ni muhimu. Kwa hiyo ondoe shaka kabisa. Leo anakufa mtu 1-0. 1-0. Confirm hapo vipi? Sawa. Utabiri wako leo? Utabiri ni ushindi. Siwezi kuingia katika idadi ya magoli, ila pointi 3 na uhakika zipo. Asilimia zote kabisa bila shida, kutokana na maandalizi ambayo tuliyafanya kabla ya game, na hapa hadi tumefika leo tunasubiri masaa kuendea mchezo. Kwanza ni upongoze uongozi wa Azam FC kupitia idara ya masoko kuja na hii kampeni ya kuchangia damu. Ni utu mmoja uliopitiliza, kwa sababu tunaelewa kuna wapenzi wengi wa football wako hospitali saizi ambao walitamani nao kujumuika katika game kama leo, na kuna ambao sio wa football ila ni binadamu wenzetu, ndugu zetu, wanatakiwa wakachangiwe damu. Kwa hiki ni kikubwa sana, kwa sababu tukirudi kwenye upande wa kiimani, Mwenyezi Mungu ili apokee dua zako, maombi yako, ibada na sadaka. Sadaka unaweza ukaitoa ndogo, lakini kwa Mungu ikawa na nafasi kubwa sana. Bwana, zoezi limeenda vizuri kadri ilivyoratibiwa. Kwanza naishukuru sana klabu yangu ya Azam FC kwa kushirikiana na taasisi ya mifupa ya moyo kwa kuratibu ile zoezi la uchangiaji wa damu. Ni kweli kulikuwa na hamasa kubwa sana, na vile walivyohamasisha kwa kila mchangiaji wa damu wanapata tiketi yenye thamani ya 15,000, mzunguko pamoja na jezi na vinywaji. Ni kweli jambo lilikuwa kubwa sana na watu wamefurahi. Nikisema kama mimi mshabiki wa Azam FC, ushindi umeanzia kwenye damu, bado uwanjani. Safi sana. Kitu gani umejifunza leo kwenye zoezi la leo kwenye uchangiaji wa damu? Nilichojifunza ni vitu vingi sana. Cha kwanza kutoa sio utajiri. Yaani sio kama mpaka uwe na hela ndio utoe. Damu pia nao leo ni wenzetu, kesho ni mimi au ndugu yetu mwingine yoyote. Kwa damu nao ina umuhimu sana. Hamna duka linauza damu. Damu inapatikana kwa mtu na kutoa ni na wasina wengine. Kutoa ni moyo na wala si utajiri. Sio lazima uwe na hela. Hicho ulichokujua nacho, ulichokujalia na Mwenyezi Mungu ya kutoa damu, basi toa, kwa sababu matatizo hajaombiwa mnyama, matatizo ni ya binadamu. Leo kwa mwingine, leo kwa yule, kesho ni kwako. Kwa hiyo nawasihi, napotokea zoezi la kuchangia damu, basi watu wajitokeze wengi tuchangie damu. Na faida ya kuchangia damu, ukimaliza kuchangia damu unaendelea kuwa member blood. Na maana hata ukipata matatizo sehemu yoyote, mkoa wowote, ukiwa na ile kadi ya blood donor, ukionyesha basi unapewa damu bila matatizo yoyote, wala uzungushi wala hakuna matatizo yoyote. Nyoka kuangua nazi anapanda juu, lakini hawezi kuangua nazi wala dawa hata siku moja. Bwana, hii hapa kila siku wako unaipiga inatumia shilingi ngapi hapa? Hii inatumia 40,000 blaza. Kila siku nina kodi bodaboda, napiga mchoraji, hapo naishi nao na kuja huko kuja kuiangalia. Hivi unatumia muda gani kuinani mwili yote kuichora? Saa mawili. Kama yake kila siku ninavyokaa na design ya Azamu.
na kazi ya kuiangalia peji ya Azamu, maendeleo yanayoendelea. Unachapa? Nachapa na kuja zangu na chapo, wapinzani wanalia, mimi naondoka huyo. Mapema? Kila siku wanaanza kunizomea, lakini hawanizomei. Hawakuwezi. Hawaniwezi. Hata siku moja. Hata siku moja. Unaibenge? Naibenge. Una fei? Na Kamiko. Toboi. Na Himidi Mau na mtoto mmoja Marcelo. Pasco Msindo. Acha kabisa. Hawawezi waje hata 8. Waungane wote zile timu hii moja, lakini unapiga afungwi na watu kama wale bla. Akubali. Chura anaingia ndani ya maji ila hawezi kuyamaliza maji. Hata siku moja. Hata siku moja. Bwana kwaje? Mambo vipi ndugu zangu? Mko fresh? Bwana nyewe nasikia mmetoka safari. Bwana karibuni sana Chamazi, karibuni sana kwenye uwanja wetu Complex. Karibuni muangalie burudani. Karibuni. Sana. Naitwa Michael Mwandiga. Unatokea wapi? Natokea Chunya Mlima Njiwa. Hivi wakati unatoka Chunya, wakati unapanda gari pale ulikuwa unasema leo unaenda kule kuangalia kitu gani? Yaani katika vitu ambavyo tayari tumeshajiandaa ni kumweka mnyama kama kisusio. Umfanye nini? Yaani mnyama zaidi anapokuja na sisi ndio tunavyokuja hivyo. Umempania? Yaani mnyama tunamtaka, tunatamani tungecheza naye asubuhi saa 1. Mapema. Sasa hivi tupo tunashangilia tu. Umekaa zako sehemu unajiliwaza. Yaani mnyama hata kama atabisha, tukimfunga leo akasema tumemuotea, turudie kesho asubuhi. Upige tena. Akibisha leo tuwekee tena kesho. Kesho asubuhi aje mapema, hata uwanja wake ule wa Bunju. Tunaenda. Tupo tayari tumfuate pale. Wale mashabiki wa Azam Football Club kutokea Chunya Mbeya wamekuja kwa have fun, kuenjoy leo, kuangalia mechi yao, kuangalia timu yao inavyofanya vizuri. Bwana, hii ndio ile siku ambayo ilikuwa inasubiriwa kinoma noma. Kila mtu alikuwa ana shauku na alikuwa anaomba Mwenyezi Mungu siku ya leo itimie ili aje ashuhudie burudani kubwa kabisa ambayo inafanyika hapa Chamazi Complex. Hii ni burudani ya timu mbili kubwa, inaitwa Mzizima Derby, tukimaanisha Azam Football Club pamoja na Simba Sports Club, na zote zinakutana Chamazi Complex kwenye uwanja wa nyumbani wa Azam Football Club. Ukiangalia nyuma yangu utaona mashabiki wa Azam wana vibe, wana uhakika, wana raha, wana shangwe la kinoma noma. Kutoka hapa? Kutoka wapi? Mimi natokea maeneo ya Mbanda hapa Azam Complex. Bwana babu, leo umejiandaa kuangalia nini? Mimi nimejiandaa kuangalia pambano la kati ya Simba na Azam. Burudani ya kiasi gani leo unataka uione? Yaani burudani kwanza nimeanza kuipata kwa bibi yenu na ninakuja kuipata burudani kwa Simba na Azam. Ila ninachowaambia watu wa Simba, leo asemaye kesho muongo, ila leo ndio leo. Mimi nataka niwafarague watu wa Simba live na watu wanaona. Nini ambacho kinakupa jeuri hivyo leo? Kinachonipa jeuri ni wachezaji nao wazuri. Alafu kwanza mimi mwenyewe nilikuwa nimekufa nimefufuka. Kwa hiyo mzuka nimeokuja nao leo. Najua wewe mwenyewe unaona nimechemshwa. Timu zote ni kali, Azam ni wazuri, Simba ni wazuri. Wewe una hakika wapi leo wanalala? Nasema hivi, Simba hata wewe ni mzuri, lakini kama ni kwa Azam, mimi ninachokifanya leo kwa Simba, nataka nitengeneze rekodi ya kujua kama Azam anaweza kupumua sehemu palipokuwa pana nondo pia na chuma. Unakiamini kikosi chako kwa asilimia ngapi? Yaani sio kwa asilimia ngapi, 100%. Kwamba ushindi 100%. Kwa sababu sina majeruhi na mimi mwenyewe sio majeruhi. Naona unaniona nimepochemka. Nakuona baba. Yaani nimechemka vibaya, sio mchezo. Hatari. Karibu enjoy burudani. Mimi ninawaambia hivi, ninachokihitaji jamani waandishi, najua mpo kazini. Ruhuseni kazi hizi watu wazione ili wajue kama Azamu ana mashabiki. Azamu ana babu. Asante. Nakubali babu. Bwana babu kakupigia damu mswaki nyingi kaukeka na meno yake kaja kushangilia timu yake bora kabisa Azam Football Club. Tuko Chamazi Complex right now. Tunasubiria kandanda inaanza muda sio mrefu. Bwana mambo vipi? Fresh kama salama. Salama kabisa. Kutoka wapi? Mimi natokea pande fulani hapo Chamazi Mfenesini hapo. Karibu tu hapo. Hapo tu nyumba. Unaitwa nani? Anaitwa Casemiro Brandi au mzee wa Azam FC. Bwana Casemiro lakini sio kutoka Brazil. Bwana Casemiro, wewe karata yako leo iko vipi? Kama kawaida nyumbani kwanza. Chama uhakika. Chuma zangu 2 zimesimama. Mapema tu. Sitaki mambo mengi. Ukiangalia timu yako, ukiangalia na kocha wako, nini ambacho kinakupa amani au nini ambacho kinakupa nguvu? Vijana, anapopa nafasi sana vijana. Vijana ndio kila kitu. Damu changa ndio kila kitu.
Vijana wako leo unaonaje uwanjani? Unategemea kuona performance aina gani? Kama kawaida mwanangu Ashrafu leo anaweza akaanza au mwalimu Kibeku. Hakuna mwingine zaidi ya Kibeku. Wafanye watakavyofanya, ila pointi 3 wanaziacha hapa, wao watarudi kama walivyokuja. Mpira wa namna gani leo unamuonesha mnyama hapa? Kuna mpira kubwa inakuja kupigwa hapo, mpira ambao haujawahi kuonekana, kwa sababu tumesikia wenzetu kwamba wanatangaza wana mawinga bora, wana mawinga hatari. Hasa hakuna nchi timu ambayo ina mafullback wa hatari kama Azam Football Club na Pasco Msindo na Lusajo Mwekenda. Hapo ni uhakika. Uwe na winga atakaye kuwa, awe fundi atakavyokuwa, lakini kwenye fullback hizo atakaa, atatulia, ataambua tulia pale, uone vitu vinakuja kutembea. Hapo mnyama leo bila chuma mbili mechi haishi. Ukimwangalia Ibenge hivi unapata neno gani? Oye bwana, yule ndo mbaya wa mbinu kuna nchi. Mechi nyingi ameshinda kipindi cha pili. Maana yake ni mtaalamu wa mbinu. Tukutane hapo, nasema hivi, bila goli mbili mechi haishi. Mnyama leo anaondoka ngapi? Anaondoka chuma mbili. Kapigwa ngapi? 2. Bado ni mwenezi wa Azam Football Club anakwambia leo kwa vyovyote vile mnyama anakula goli 2. So bado tuko zetu complex, bado tuko Chamazi, tunasubiria kuangalia burudani. Azam naipenda, usifikiri utani. Sema ingekuwa embedodo ningeila na majani. Bwana nakubali sana. Mambo vipi? Uko fresh? Mr. nataka uniambie leo unataka uone nini? Leo umetegemea umekaa hapa juu uwanjani, unataka kuona kitu gani cha tofauti leo kutoka kwa Ibenge na vijana wake? Leo sina mengi sana. Leo tunachohitaji ni pointi 3. Kwa kuwa tuko nyumbani, tunahitaji pointi 3, goli 3. Hatuhitaji zaidi ya hicho. Mambo mengi hamtaki. Tuko nyumbani. Lazima tujidadavue, tunahitaji pointi 3, magoli 3. Basi. Nakubali. Asante sana. Troy. Shwari, mambo. Nataka uniambie wewe tunatembea kila siku kuna klabu, lakini leo nataka kuona surprise aina gani hapa? Bwana, leo ndo siku ambayo mnyama anakufa mara mbili. Anakufa kwake, anakufa na kwetu. Waligongwa kule na anakuja na Chamazini atoki. Alipakimbia tumemrudisha. Hapa kwenyewe na hofu. Manongonongo mengi, kuna watu wengine wanasema tumemuiba mai wao. Mai wao tushamchukua, tumemtolea posa, sasa hivi upo kwetu. Tunamfanya tunavyotaka sisi. Yaani atoki hata kidogo kaka. Piga huwa garagaza kupata ngapi anaokota? 3, kule tumpiga 2, leo tunaongeza 1. Tunaenda hadi tufike 10. Kwa pointi 3 lazima ubebe. Muhimu sana kwetu hizi. Mpira wa namna gani unataka umuonyeshe leo? Performance ya namna gani? Uzuri kikosi chetu hakitabiriki. Leo tunaonyesha mpira mmoja wa kifundi. Tunaamini watoto wadogo, tunaamini watu wazima, wote wanapata namba. Uzuri kikosi chetu hakitabiriki. Uzuri kikosi chetu hakitabiriki. Kwa vyovyote vile vyote tuna atoki. Tukiachana na shangwe za mashabiki wetu, hebu tutazame kwa ufupi baadhi ya sehemu zenye mvuto mkubwa uwanjani, ambapo kumekuwa na mapambano makali ya kuzisaka alama 3 muhimu. Kila kona ya uwanja umejaa ushindani wa hali ya juu, kuanzia safu ya ushambuliaji inayosaka mabao hadi safu ya ulinzi inayopambana kuzuia hatari. Ni burudani ya kweli inayoonesha dhamira, nguvu na hali ya ushindi kutoka kwa wachezaji wetu. Mwana Azam FC, mchezo wetu ulimalizika kwa sare ya bila kufungana. Huu ulikuwa mchezo wa ushindani mkubwa uliodhihirisha ubora na mapambano ya kweli yenye hadhi ya kuitwa dabi. Kocha mkuu wa Azam FC, Florent Ibenge, amewapongeza wachezaji wake kwa kuonesha kiwango kizuri, nidhamu na hali ya kupambana kwa dakika zote 90. Licha ya kutopata ushindi, timu imeonesha uimara na mshikamano mkubwa uwanjani. Very difficult, but an amazing game, a high-level game. So all Tanzanians have to be proud of these two teams because they show today that the Tanzanian football can be amazing like that. With good referees, everybody, the field, the stadium was full. So it's very good. We start bad, and for 30 minutes we were very good in the first half time. We can't score, but in the second half time, physically we were down. We were down, and Simba take advantage, to be honest. But we resist, and as I say, if you can win the game, you don't have to lose. So today, congratulations also to my players because they run a lot, and they didn't lose. So I'm happy also for that. Mwana Azam FC, Aishi Manula, maarufu kama Air Manula, amedhihirisha ubora wake katika mchezo mzuri aliyoucheza dhidi ya wapinzani wetu Simba Sports Club. Alifanya save bora kabisa
na kuonesha mchezo wenye nidhamu ya hali ya juu, jambo lililomfanya apate taji la mchezaji bora wa mchezo wa dabi ya Mzizima. Ea Manula amethibitisha kushukuru wachezaji wenzake, akisema kuwa mchezo mzuri na wenye hadhi ya kuitwa dabi haukufanikishwa bila mshikamano wao uwanjani. Ushindi wa roho na kiwango cha timu nzima kimeonekana wazi. Inawezekana ikaonekana leo nimefanya vizuri zaidi kuliko siku zote, na hiyo ndo maana ya kuwa goalkeeper. Kuna siku ambayo timu itakuhitaji uweze kuisaidia, utaisaidia, na kuna siku wachezaji ama timu inakusaidia na inaweza ukamaliza mechi usipigiwe shuti hata moja. Kwa hiyo nadhani hii ni maana ya timu. Kwangu ina maana kubwa kwa sababu ni mwendelezo wa malengo au matakwa yale ambayo timu inataka, lakini pia na yale matakwa yangu binafsi. Dakika ya pili au ya tatu, attempt ya hatari zaidi imefanywa. Nafikiri ndo attempt hatari zaidi kwenye mchezo mzima, na wewe umeenda kulifuta lile goli. Hebu niambie scenario, na baada ya pale ulikuwa unawaza nini mpaka ukaenda kucheza ule mpira? Nadhani hakuna kitu kipya ambacho kinaweza kutokea leo ambacho hakijatokea jana. Nadhani ni moment tu ya kawaida kwenye mchezo. Nadhani ilitokea na haikuwa na mswali ya mtume au kufikiria mara mbili, kwa sababu kuna zile mbinu ambazo goalkeeper anataka ufanye, na kama vile imetokea umeweza kusave, otherwise ilikuwa ni nafasi nzuri kwa mshambuliaji kuweza kufunga. Hongera Aisha. Asante sana. Mwana Azam FC Hashim Ibwe, afisa habari na mawasiliano wa Azam FC, pia ametoa pongezi kubwa kwa burudani iliyopatikana kwenye mchezo huu na kushukuru timu kwa mapambano makali yaliyosababisha alama moja kubaki nyumbani. Aidha, alitoa mpango kazi wa mchezo ujao wa Azam FC dhidi ya Mbeya City utakaochezwa tarehe 9 Aprili mwaka 2026 kule Manyara kwenye uwanja wa Tanzanite. Tunawakaribisha mashabiki wote kuja kushuhudia mpira mzuri na burudani ya hali ya juu. Habari hamna, wenyewe umeona mechi imeenda vizuri, mambo yamemwagika. Kizuri ni kwamba ilikuwa mechi ngumu tough, lakini hatujapoteza mchezo. Tunawapongeza vijana wetu kwa mchezo mzuri ambao wameuonyesha. Of course kulikuwa na mambo mengi sana ambayo yamejitokeza kwenye mechi ya leo, hasa wachezaji wetu nyota ambao mwalimu alifanya mabadiliko ambayo mashabiki hawakutegemea, na mmemsikia mwalimu mwenyewe nafikiri akisema kwamba baadhi walikuwa na maumivu ambayo ilibidi pengine afanye mabadiliko tangu half time, lakini aliwaacha wapambanie bendera ya timu na tumerejea hapo. Kwa hiyo alama moja ya leo ina maana kubwa sana kwetu kama club, kwanza kwa sababu inaendeleza streak yetu ya kutokupoteza mechi kwenye mechi zote ambazo tumecheza, leo ukiwa ni mchezo wa 17. Lakini pia nafikiri ina maana kubwa kuona kwamba timu ambayo tulikuwa tunacheza nayo na pointi 6 zikawa rehani kwenye mechi 2, tumefanikiwa kukunja alama 4. Kwa hiyo ni jambo la kujipongeza kwa sababu kwenye pointi 6 tumepata 4, tumepoteza 2 ambazo wenzetu nao wameambua 1. Hiyo 1 iko tu hapo inaelea, ni kwa ajili ya mashabiki. Ni kitu kizuri na ni kitu cha kujivunia. So kutoka hapa tunajiandaa na ratiba ya mchezo unaofuata dhidi ya Mbeya City, kwa sababu kama mnavyojua tuna mechi na Mbeya City raundi hii, alafu tuna mechi ya Fountain Gate ya FA. Baada ya hapo tuna mechi nyingine ya ligi kuu ambayo tutacheza hapa. So tunatarajia kuondoka Dar es Salaam tarehe 7 tayari kwa ajili ya kwenda Manyara kwa ajili ya kukabili Mbeya City, mchezo ambao pengine tunategemea pia na wenyewe utakuwa mgumu, kwa sababu kuna baadhi ya wachezaji tuko nao kwenye club wana maumivu, na ukiwa na maumivu hauko comfortable. Usipokuwa comfortable maana yake hautakuwa na mchezo mzuri hivyo kama ambavyo wewe mwenyewe upo. So we pray kwamba tutakuwa sawa na inshallah tutatangulia na Mwenyezi Mungu. Shukrani sana. Mwana Azam FC, kwa alama hii hatuna la ziada, lakini usisahau kuangalia kipindi kijacho ili usikose burudani na shangwe kama hizi muda na wakati kama huu. Azam FC, timu bora, bidhaa bora.